Karibu wapendwa, katika mapishi ya leo tunataka tupike chapati. Kama we ni mpya katika channel ya Mapishi na Farida, basi karibu tena, tunakukaribisha na karibu uweze kusubscribe ili uweze kuwa karibu na sisi. Na wapendwa wangu wa kila siku wenye walisha subscribe, karibu tena na nyie tuweka pamoja kwa siku ya leo. Siku ya leo naleta mapishi ya chapati zenye kuchambuka na zenye kuwa laini, sababu chapati zingine unakuta unapika lakini ukianza kula unakuwa kama vile unavutana nayo kama ngumu vile. Lakini kwa sasa nataka naoneshe jinsi tutakavyofanya chapati zetu ziwe laini. Hapa naenda kuweka unga wa ngano, farini hii naiweka kwenye bakuli letu, na hapa kwenye bakuli hili nitaweka sukari kidogo, nitaweka chumvi kidogo, nitachanganya kwenye farini yetu, nitachanganya vizuri. Na hapa tuko na Blue Band, ama unaweza kutumia mafuta ya ng'ombe, ama tunasema samuli, ama mafuta yoyote unayojihisi kutia kama ni ya kupika. Mimi nimeamua kuweka Blue Band. Unaweza kaiayusha ama ukaweka hivi hivi. Na nitaweka mayai mawili, na nitaanza kuchanganya kidogo kidogo taratibu. Nitachanganya, nitaweka maziwa ya maji ya ng'ombe, nitaendelea kuchanganya donge langu hadi ikuwe vizuri. Na baada ya kuchanganya kila kitu, mchanganyiko wetu umekuwa hivi. Usiwe mgumu na usiwe mlaini. Ukiwa ni mlaini sana zaidi ya hapa, tafadhali ongeza unga ili uweze kupata mchanganyiko wako mwenye kuwa vizuri. Na kama mchanganyiko wako ni mgumu, basi ongeza maji ama maziwa ili mchanganyiko wako uendelee kuwa mzuri. Na mimi hapa tayari mchanganyiko wangu umeshakuwa vizuri, unaonekana hivi. Mchanganyiko wangu usiwe mgumu kama wandazi, mchanganyiko wa chapati unakuwa kati kwa kati. Step itakayofuata nitaweka hapa chini, nitaweka kwa hii. Akisha step itakayofuata nitakata donge. Madonge yangu mimi nayafanya awe kadiri ya hivi. Nitaweka yote, nikate madonge yangu yote yawe sawa sawa hivi, na nitayaweka yote chini hadi niingie kwenye step nyingine. Na baada ya kumaliza kutengeneza donge zangu zote nimeziweka hapa, step itakayokwenda kufuata step ya kuweza kutengeneza, nitaweka kwanza madonge yangu tena hapa kwenye bakuli. Nitayaweka yote hapa kwenye bakuli madonge haya. Nitatumia mti wa kusukumia chapati. Nitaweka kaunga kidogo hapa, na kisha nitaenda sukuma kidogo hivi. Baadaye nitakuwa na mafuta pembeni kidogo. Nitatumia hii ili nipake mafuta, ama unaweza tumia mkono kwa kupakaza. Kama hauna hii, unapakaza tu mafuta kidogo, na kisha tutaweka kaunga kidogo, kisha tutakunja kwa kupanua donge langu hivi. Kisha nitaweza
kunyangua na mkono wangu, naweza nikapiga taratibu hivi ili nipate hivi urefu unayohitaji mwenyewe. Kisha utagusa kwenye mafuta yako kama unasikia. Kisha baadaye nitatumia mkono wangu, nitakunja hivi, mkunjo wa aina hii. Inakuwa mkunjo wa aina hii. Unakunja hivi ili tuweze kupata chapati yenye kuchambuka na iwe laini. Na nitakuwa nafasi ya kuweka mkunjo wangu huyu, nitaweka kidogo kaunga kidogo ili dongi langu lisiweze kubana chini. Nitaweka mkunjo wangu huyu wenye niliokunja. Nitakwenda kwenye donge lingine vile vile, nitaendeleza. Nitaweka unga kidogo chini, nitasukuma kidogo. Usisukume sana, unasukuma tu kidogo tu, na wala usiipe shepu kwa kuisukuma, sababu haijafika wakati wa kuipa shepu chapati yetu. Tutapakaza tena mafuta yetu hivi, na tutachukua unga kidogo kidogo tu, usitii mwingi, kidogo ili iweze kupata mpanuko. Tutaikunja tena, tutanyangua, tutapiga, ama utaweza ukaloli kwa chini hivi. Hata ukiloli inakuwa nzuri sana. Unaweza tumia kukunja hivi. Kama hautaki kutumia mkono wako, unaweza kunja kwa aina hii. Chapati yako unaweza kaikunja hivi mviringo, hakisha inaonekana mkunjo umekuwa hivi. Tutakwenda kuweka kwenye sinia letu tena pia hivi. Na donge lingine tena ninahitaji kuwaonyesha hadi mpaka muelewe. Utasukuma tena donge lako hivi, na utapakaza tena. Kama haujaelewa mpaka hapa, basi utaomba kuniuliza kwenye unaweza kanifuata kwenye inbox yangu ukaniuliza, je, pale nitaweza nikatengeneza aje. Lakini sio gumu sana wala sio rahisi, lakini unajitahidi ili upate chapati nzuri yenye kuwa laini. Hivi nilishaweka mafuta na kaunga kidogo hivi. Akisha nitakamata tu kwa kupanua mikono, unakunja kama vile unakunja kikama cha nguo, inaonekana hivi. Kisha utaweza ukapiga, sababu kuipiga hivi inakuwa kama inatanuka, unaona? Ama ukifanya ukaloli hivi inatanuka, inakuwa urefu hivi, urefu wake hivi. Akisha unaweza tumia mkono wako vile vile nilikuonesha mwanzo, ukatumia mkono wako hivi kwa kuikunja hivi. Akisha hapa chini hapa utaingiza chini ya vidole vyako hivi, ionekane hivi. Unaweka chini hapa kwenye sinia letu. Sijui kama haujaelewa tena mpaka hapo, nitaendeleza lingine donge la 4. Nitaweka chini, nitasukuma hivi kidogo tu. Utaweza tumia mkono wako, nilisema hapa utaweza tumia mkono wako, ama kwa kutumia mkono unaweza tumia mkono hivi. Kisha unapakaza hivi. Ukishapakaza hivi, unachukua unga wako ule mdogo wa farini, unaweka kidogo. Kisha unakunja kwa kutanua hivi. Kisha utapiga. Kama haukupiga, basi unaweza tumikia chini. Kama hiki kinakuvuruga kwa kuweza kuloli, unaweza weka hapa chini pasafi. Unaloli hadi urefu uweze kuonekana hivi. Nilikuonesha ingine aina ya kuweza kukunja. Unaweza kunja hivi 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 hivi, tunakwenda hivi hivi hivi. Ile kichwa itakayebakia utanyangua chapati yako hii mbumbo, unaweka hivi, inaonekana hivi. Na hapa mimi nitaenda kutengeneza chapati zangu zote ziweze kuonekana hivi. Karibu tena tuendeleze.
Mimi chapati hapa nimeimaliza, na kabla sijamaliza kukunja hapa, nahitaji nikwambie maana ya hii mafuta na huyu unga mdogo wa farini ninayoweka hapa. Huyu unga wa ngano ninayoweka hapa juu na hii mafuta inasaidia ili donge letu liweze kupata mtanuko na liwe laini. Unaona nikipaka mafuta inakuwa laini, na nikiweka kaunga kadogo inakuwa zaidi ya laini hivi, inakuwa laini sana hivi. Ndio maana nikasema nisiweze kumaliza kukunja kabla sijakwambia maana ya mafuta haya na unga huyu inasaidia kuwa laini, sababu unaona inaendelea kutanuka yenyewe. Kabla sijaikunja, sijaipiga chini, inaweza kuwa laini zaidi hata kama sijaipiga. Unaona inakuwa laini sababu ya muda mrefu nimeiweka. Inakuwa laini na ina stretch yenyewe hivi. Inaweka stretch yenyewe, bado sijapiga chini. Nikiweka chini hivi inazidi kutanuka, urefu wake unaona ni mrefu mkubwa hivi. Ni mkubwa. Shaona? Na nikiweza kukunja hivi inakunjika na inakuwa nzuri zaidi hivi. Inakuwa laini na nzuri. Yaani hapa mimi nakwenda kuweka hapa na malizia donge zangu hapa. Hapa nitafunika. Kama wewe una taulo ya jikoni, unaweza kufunikia hii nani yetu, hizi donge zetu. Na kama hauna taulo, basi unaweza ukatumia hizi rambo za kufunika chakula. Unaweza katoa, kisha baadaye unafunika. Tunafunika muda wa dakika 15. Mimi naweka rambo vizuri, unafunika fasi yote na rambo yako hii iweze kufunika pasipite hewa, ili iweze kuumuka kidogo na iweze kuwa yenye kuwa laini. Kufunika hivi ina mean kama unahitaji iwe laini unaweza kuchukulia muda mkubwa, na kama una haraka unaweza chukulia muda wa dakika 15 kwa kufunika hivi. Baada ya dakika 15 sisi tutarudi ili tuweze kuangalia donge zetu na kuanza kuzitengeneza chapati. Na baada ya dakika 15 chapati yetu imeonekana, na ni donge zetu za chapati zinaonekana zimelainika na ziko tayari kuanza kutayarishwa kwa chapati. Tunaweka hapa pembeni. Step inafuata tunaweka unga mdogo hapa, kisha tunachukua donge moja moja hivi tunaweka chini, unairudisha chini, kisha utachukua kaunga kingine utanyunyuzia, kisha baadaye tunaanza tengeneza chapati. Tunageuza hivi. Tutatengeneza mduara wa chapati hadi uonekane vizuri. Na hapa mduara wangu unaonekana hivi baada ya kutengeneza wote. Nitaandaa fasi ya kuweka duara zangu hizi. Nitanyunyuzia kachapati fasi pazuri, kaunga kidogo, kisha nitahamisha chapati yangu hapa chini. Nitaendelea na step hii ya kutengeneza maduara yangu yote hivi. Nitatengeneza duara langu hadi ionekane jinsi ninavyoitaka mimi. Na hii nitatafuta sehemu niwekee unga kidogo, ninyangue, kisha baadaye niweke hapa zionekane hivi. Nahitaji nifanye zote, hata nifanye hata 5 wala 6 wala kiasi unachohitaji, akisha tuanze kuchoma. Nitaendelea hivi kwa kutengeneza duara vizuri. Hata kama duara itakushinda sio vibaya, kama sio chapati za VIP unaweza ukatengeneza
kawaida tu nyumbani. Usijipe pressure, oh sijui kutengeneza duara vizuri, usijipe pressure. Unaweza kuwa tu unasachi tu kuwa umesukuma tu chapati yako taratibu. Na hapa step inayofuata, hapa kwenye jiko niko na kikaango na niko na hii duara ya chapati hapa. Nahitaji kuiweka kwenye kikaango changu chenye kisha kuwa moto. Nitaiweka hivi, itaonekana hivi kwenye kikaango, na nishaweka moto. Nitaendeleza kutizama chapati yangu kama inakuwa je, na niweze kuigeuza. Na hapa nitakuwa na mafuta, nitakuwa na nyunyuzia mafuta kidogo kidogo ili iweze kuiva. Hatutotumia mafuta mengi sababu mafuta tuliyotumia mwanzo yalitosha. Tutatia tu kidogo tu. Na hapa mimi chapati hii nimeweka, sikuweka mafuta. Inahitaji kuibabua kidogo ionekane na rangi hii kabla ya kuiweka mafuta. Usiharaki kuweka mafuta kabla haujaweza kuibabua iweze, yani unaichoma kidogo tu kwa moto mdogo, kisha baadaye ndio utajua kuweka mafuta yako bila haijaungua. Unaibabua chini na juu, na hapa chini inafanana hivi, inaonekana inakuwa tayari kwa kuweka mafuta yangu. Nitatumia hichi sababu sitaki mafuta mengi. Hichi kinasaidia kubalance mafuta. Hakisha nitaigeuza chapati yangu, kisha nitakuwa makini isiweze kuungua. Nitazidi kuibadilisha ngambo na ngambo. Kisha hapa juu nitaweka tena nyingine mafuta kidogo tu, ni kunyunyuzia tu na hii branch. Kisha nitaenda kugeuza nyingine upande na chapati ionekane hivi kama umeshaweka mafuta, usiweze kuunguza ama isiweze kuwa mbichi. Chapati yetu inaonekana hivi chini na juu hivi. Na chapati yangu hivi inaonekana inawiva na ni laini hivi, ni laini kabisa. Unaweza kaiweka kwenye nafasi nzuri hivi. Mimi naweka hapa, kisha nitatumia taulo nzuri kwa kuifunika chapati yangu ili isipoe. Nitatumia taulo langu lisafi hivi, na nitaendeleza na step hii. Mimi nimesha sukuma chapati zangu hizi, niliwaambia unaweza ukasukuma 4 hadi 5 ili uweze kufanya haraka. Nitafatisha step nyingine, nitaweka chapati yangu kwenye kikaango. Usiweki mafuta please, usiweki mafuta sababu ukiweka mafuta kabla haujachoma chapati yako itaonekana iko kama vile ina ugali ndani, inaanata. Kama umeibabua itakuwa kavu na itakuwa laini na itakuwa nzuri, haitaonekana na unyevunyevu wowote. Na nitaendeleza na step hii ya kubabua na kuweka mafuta kidogo tu sababu tumetumia mwanzo mafuta mengi kwa kuikanda. Na hapa tunaweza tukaendeleza step ya kubabua hivi. Unababua chini na juu, inaonekana imenyauka hivi. Kisha baadaye unachunguza na huku chini kama inaweza kuwa imeanza kubabuka kidogo. Ukiona tayari imeanza kubabuka, unachukua mafuta ile branch, una branch pale juu hapa pote hivi. Kisha tutageuza kwenye mafuta, tunaweka chini ili tuweze kuivisha chapati. Na hapa juu tunaweka mafuta tena kidogo. Na chapati yetu unaichunguza. Hii chapati yetu ya pili inaonekana hivi, ni laini. Unaweza kaikunja saizi zote hivi, kama iko kwa moto ni laini na inaweza ikachambuka. Iko hivi.
na unaweza ukaitoa tena, na hii unaweka hapa kwenye nyingine ipo, unaendeleza step ile ile na unafunika, na step nyingine tena vile vile utaongeza kuweka ingine chapati yako kwenye kikaango hivi. Na hapa ninawaza kama mmeweza kuelewa chapati hizi. Mimi nataka kuendeleza kukaanga zote, na tutarudi hapa kuwaonyesha gisi kila kitu kimeendeka. Chapati hizi mmefahamu, hizi ni chapati laini na nzuri zenye kukunjika na ni nzuri zenye kuchambuka hivi. Sio chapati ya kukokota, sio chapati ya kuweza zinachambuka hivi. Acha niweke kwenye fasi ya kuona vizuri niweze kuwaonyesha. Chapati zetu inakuwa hivi, ni laini na inachambuka, hata mtoto mdogo anachambua mwenyewe, na imewiva ndani bila mafuta mengi. Chapati nzuri sana, unaweza ukaitumia kila kitu unachohitaji kula. Kama una mchuzi ama una maharage, una nyama, kila chochote ulichoandaa kukulia, unaweza kula chapati hii. Ni nzuri sana. Na tunaendeleza na step ya kukaanga zingine. Tunababua chapati zetu. Na hapa mimi namalizia step yangu ya mwisho. Chapati yangu ya mwisho hii naweka kwenye kikaango na tunaenda malizia. I hope mmependa chapati zangu, na kama wewe ni mpya kwenye channel yangu, usisahau kusubscribe na kulike na kushare na comment ili tujue cha kurekebisha. Na chapati zote zinaonekana hivi kwenye sahani letu. Chapati ni laini na ni zenye kuchambuka na hazina matatizo kwa kila mtu, sababu maybe kama unaweza kuwa uko na allergy ya kitu chochote humu. Nimeweka mayai, nikaweka Blue Band, na ziko tamu sana. Chapati ziko tamu sana. I hope umependa chapati zetu, na hapa ndo mapishi yetu ya leo yanaishia. Karibuni tena kwa mapishi mengine siku nyingine.